Kuthibitisha hilo, angalia katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 34. Mfalme Yosia aliambiwa na Mungu kwamba ataleta adhabu juu ya Yerusalemu kwa ajili ya dhambi zao, lakini yeye atakufa na wala hataliona hili likitokea. Sasa nataka usikilize lugha iliyotumika katika mstari wa 28. Alisema, tazama, nitakukusanya kwa baba zako, nao utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayataona mambo mabaya yote nitakayoleta juu ya mahali hapa na juu ya wakao. Sasa jambo la msingi ni lipi? Atakuwa amekufa, atakuwa amekwenda kuzimu, kwa hiyo hata kuwa na uwezo wa kuona yale yanayoendelea hapa duniani, wala hawajui lolote linaloendelea huku. Sasa jambo moja la mwisho ninalotaka wewe ulione kati ya paradiso na hao wanaokwenda kwenye mateso ni kwamba kuna shimo kubwa lililoligawa sehemu hizi mbili, na ndiyo maana Luka sura ya 16 mstari wa 26 anasema kwamba kuna kitu kilichowagawanya. Kuna shimo kubwa lililowekwa ili kwamba hakuna mtu atakayeweza kuvuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Unapokuwa paradiso unakaa hapo mpaka siku ya hukumu. Unapokuwa kwenye mateso nako unakaa hapo mpaka siku ya hukumu. Na kwa hiyo hilo linamaanisha kwamba kila mtu ambaye alifariki akiwa ni mwaminifu machoni pa Bwana bado yuko huko. Wengine wamekaa huko miaka maelfu, wengine madakika, wengine hata sekunde chache zilizopita. Lakini nafikiria kuhusu kilio chao. Wanaunguzwa na moto, lakini hawaishi. Sasa hilo linatupelekea kwenye jambo letu lingine ambalo ni siku ya ufufuo. Siku ya ufufuo hasa tunaiita siku ya hukumu. Biblia inaita siku hii kuwa ni siku ya Bwana. Petro anasema, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 10. Sasa ni nini kitatokea siku hiyo? Siku ya hukumu kwa zile roho zilizopo kuzimu ambazo paradiso au kwenye mateso. Je, ni nini kitatokea siku hiyo? Kuzimu itaachia roho zote zilizokuwako, nayo itakoma kwako. Pia katika siku hiyo dunia nayo itaitoa miili yote ambayo ilikuwa nayo watu waliozikwa wote. Yohana sura ya 5 mstari wa 28 na 29, Yesu alisema, kwa maana sasa saa yaja ambao watu wote waliomo katika makaburi wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa kufufua uzima, na wale waliotenda mabaya kwa kufufua hukumu. Halafu nafsi au roho ambazo zimetoka kuzimu zitaungana na miili ambayo imefufuliwa duniani. Lakini katika muunganiko huu mpya, mwili mpya au miili mipya utakaopewa wanadamu utakuwa ni tofauti. Mwili utaofufuliwa hautakuwa kama mwili huu wa nyama tulionao sasa. Mwili uliofufuliwa hautaundwa kwa vitu ambavyo vimekwenda kaburini. Mwili huu utakaofufuliwa utakuwa umeundwa kwa malighafi tofauti. Unajua, wakati mwingine watu wanaweza kusema kwamba kwa sababu waliachia miili yao basi itasababisha matatizo mengine wakati wa ufufuo. Lakini mwili utakaofufuliwa hautakuwa na vitu vile vilivyokuwa navyo hapo awali ukiwa duniani. Je, nimelijua hilo? Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 50 inasema, nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Miili itakayofufuliwa haitakuwa miili ya damu na nyama. Sikiliza hili kutoka